Asante ndugu waandishi wa habari. Mmeniuliza mambo mengi. La kwanza mmeniuliza kuhusiana na namna gani vijana wanakwenda kufaidika na maonesho haya, na kwamba so far mpaka sasa kunaweza kuwa na washiriki wa namna gani au wangapi au vitu vingine vya namna hiyo. Lakini zaidi pia mmeniuliza habari ya mabasi ya mwendokasi, na mmeniuliza habari ya ni kitu gani hasa cha tofauti ambacho mwaka huu kimeweza kuwa kimeboreshwa kutofautisha na yale maonesho ya mwaka jana. Mwaka huu mpaka muda huu kuna washiriki zaidi ya 3,000 ambao wameconfirm na ambao sasa wako kwenye dakika za mwisho kabisa za kumalizia maandalizi. Na tunapozungumzia washiriki zaidi ya 3,000, maana yake tupo sisi ndani ya taifa, kwa maana kama makampuni ndani ya taifa letu, na yapo makampuni ya nje ya mataifa yetu. Sasa Sabasaba hii kwa ujumla huwa kuna washiriki wengi, na wanaoshiriki huwa ni vijana, kina mama, wazee na kila kitu. Sasa tunapozungumzia faida, namna gani wananchi watanufaika au vijana watanufaika na maonesho haya, huwa kuna namna kubwa mbili za kunufaika. Moja, kuna kunufaika moja kwa moja kwa kuwa sehemu ya maonesho haya, na kuna kunufaika kwa kuwa upo kwenye mnyororo wa thamani wa maonesho haya. Lakini zaidi pia TRA inapokusanya mapato, ni upande wa pili wa shilingi wa nchi kufaidika kutokana na wananchi kutrade na kuchangia mapato na kuchangia kodi ya taifa lao. Ni ukweli usiopingika kwamba leo Dar es Salaam imefukuliwa karibu kila mahali. Barabara hii ya Kilwa ambayo mkoa wa wilaya imeisema ina kilomita 20.3 na imekamilika ujenzi wake kwa bilioni 217. Na naposema imekamilika, na huu tayari tumeshamaliza karibu mwaka barabara hiyo ikiwa imekamilika, lakini mpaka sasa ikiwa haina mabasi. Mkurugenzi mtendaji wa TanTrade katika maonesho ya mwaka jana alituomba pia tuhakikishe kwamba tunapeleka mabasi kwenye ruti ya kutoka Zakiem kule Mbagala yanakuja moja kwa moja kuleta abiria hapo. Na kulikuwa kuna vituo 3 vya kupakilia abiria, kama mnakumbuka vizuri. Kutoka Zakiem kuna kituo kilikuwa katikati na kuna kituo ambacho kilikuwa kinaishia hapa. Ninayo furaha kuwaambia kwamba hili ombi la Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya litafanyika. Lazima mabasi ya mwendokasi yatakuja ili kufacilitate masuala ya kiujia usafirishaji kwa hawa wanaokuja kutoka upande ule. Lakini furaha yangu ya pili, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa yuko mwishoni kutegua kitendawili cha uhaba wa mabasi. Kilichofanyika na ambacho Tanzania waelewe, mara ya kwanza tuna kitu kinaitwa DART na tuna kitu kinaitwa UDART. DART ni mmiliki wa miundombinu ya mabasi yaendayo kwa kasi. UDART ni mtoa huduma kwenye njia za DART. Sasa kilichofanyika mwaka huu ni nini? Tumeongeza watoa huduma. Kwa hiyo ndani ya miundombinu ya DART watoa huduma watakuwa ni UDART pamoja na makampuni mengine ambayo Mheshimiwa Waziri wangu TAMISEMI nyakati zitakapokuwa zimetimia atatangaza rasmi, na hasa kwa sababu mabasi katika njia hii yatakuja kwa haraka. Kabla ya mwezi wa 8 mwishoni, mabasi zaidi ya 70 ili aweze kusaidia Watanzania hawa kutoka huku upande wa Mbagala kwenda kabisa na upande mwingine. Tukiangalia upande wa teknolojia, mara hii washiriki wetu wengi ni mashahidi, wameingia kwenye mfumo ndio wameomba nafasi. Kwa hiyo tumepunguza ile contact ya uso kwa uso kuja hapa kuchagua banda. Lakini kingine ni swala la ticket. Mwaka jana tulikuwa tunatumia kampuni moja ya simu ambayo ni Vodacom. Mara hii tutaweza kununua ticket kupitia mtandao wote uliokuwa unao. Unapata control number ya serikali, kwa hiyo either unatumia Tigo, unatumia ile control number kulipia tiketi yako. Kingine ni kwa upande wa usafiri wa humu ndani, tunaona kwamba watu wengi wanapokuja, watu wazima wanatembea kwa miguu humu ndani wanazunguka, lakini mara hii kuna usafiri maalum kwa kushirikiana na shirika la Posta unaitwa Swiftpack, na mtaushuhudia. Kuna usafiri maalum wa vibajaji maalum vya umeme vitakuwa vinasafirisha watembeleaji mbalimbali, lakini pia watembeleaji watachukuliwa kutoka hapa kwenda nyumbani. Kutakuwa kuna parking, ukitoka maeneo yetu ya parking utaona usafiri wa shirika la Posta, unapanda usafiri wako wa hakika bila kuwa na wasiwasi. Eneo la usalama sasa la Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Mkuu wa Wilaya kwamba usalama umezingatiwa. Lakini mizigo ambayo utanunua, zile bidhaa utasafirishiwa wakati unataka kuendelea kutembea, utasafirishiwa. Lakini kwa nyinyi washiriki ambao mnatoka mikoani mnataka kuleta mizigo yenu kuagiza,
Kwa wale ambao watauza bidhaa nyingi, watataka kuagiza kutoka mikoani au kuleta exhibitors zao hapa, mtasafirishiwa, mtaletewa hapa ndani ya viwanja vya maonyesho mizigo mikubwa. Posta ina uwezo wa kusafirishia mizigo yako kwa cargo na kila kitu. Na logistics za washiriki wetu wa nje, Posta wanafanya clearance. Lakini swala jingine lililoongezeka mara hii, tumekuleteeni burudani ya kwamba Wizara ya Michezo na Sanaa na Habari itakuwa na kijiji maalum. Kijiji hicho kama mnavyofahamu, wizara ndio inasimamia vikundi vya sanaa, wana michezo, wana muziki nani. Kwa hiyo kile kijiji kitakuwa kinatoa burudani ambazo zitatangazwa kwa mujibu wa ratiba zitakazowekwa. Kwa hiyo na sisi tutakuwa tunazitangaza. Ukiachilia mbali kijiji hicho, tuna kijiji cha TFF. Kwa wale washabiki wenzangu wa Yanga, jana mmeona ushindi ule mkubwa wa kishindo. Kwa hiyo huenda ile kombe likaletwa hapa. Ndio tunafanya mpango kombe letu tuje kulishuhudia hapa. Kwa hiyo kuna mambo mengi, mtashuhudia timu ya Yanga, Simba, mtashuhudia washabiki mbalimbali watakuja kuona mastaa wao, na Mungu sitakuwepo, Azam sitakuwepo. Kwa hiyo TFF pia atakuwa na program zake, mtaweza kushuhudia. Na kwa upande ule wa vijiji, masaa yatakuwa ya ziada hadi saa 4 na saa 5 usiku. Kwa upande wa exhibitor, maholi yale ya kimataifa yatakuwa mwisho saa 12 kama kawaida. Kwa upande wa local exhibitors tutaongezea hadi muda wa saa 2. Utaratibu mzuri tutawapa kuanzia siku ya kwanza, mtaweza kuelewa. Na hayo ndio ambayo tumeweza kuyaongeza pamoja na program zetu za Made in Tanzania. Swala la ajira Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amelielezea vizuri sana, na kwa sababu na ajira tunatarajia zitaongezeka zaidi ya mwaka jana, zitaenda zaidi ya 15,000.